twashoboye kugabura iki gitabo mu bice bikurikira. Yes. Cha kwanza, igice cha mbere, sura ya kwanza hadi sura ya 6, igice cha mbere gushika ku gice cha gatanu inazungumza juu ya Danieli na rafiki zake. Kivuga ku bwa Danieli n'inshuti ziwe. Na sura ya 7 hadi sura ya 12 n'igice c'indwi gushika ku gice ca 12 inazungumza juu ya maono ya mataifa, kivuga kubwo iyerekwa ry'amahanga, juu ya utawala wa Kristo na utawala wa mpinga Kristo, kubwo kuganda bwa Kristo n'ukuganda kw'abapinga Kristo, pamoja na mwisho wa dunia, hamwe n'iherezo y'isi. Katika kusoma hiki kitabu, mu gusoma kino gitabo, mimi mwenyewe binafsi nilikipata ndani teme 13. wenyene ubwiwe yarose imitwe y'icigwa 13. Ya kwanza, ica mbere, ni mwandishi wa kitabu pamoja na mazingira na historia. Nuwanditse igitabo hamwe n'ibihe hamwe na kahise. Ni Danieli 1 hadi 2. Ni Danieli 1 gushika kuri 2. Pili, mwandishi wa kitabu na jina lake. Bwa kabiri uwanditse igitabo n'izina rye. Danieli sura 7 mstari wa 1. Danieli igice c'indwi ku murongo wa mbere. 4, nguvu ya uaminifu. Ichakane nguvu zo bizera, zo kumwizigirwa Yesu. Nguvu za kuwa mwaminifu, nguvu zo kuba umwizigirwa katika mazingira magumu, mu bihe bigoye. Ndiyo. Ego. 4, ichakane about 5 ni vita vya madhabahu ya Mungu, ni intambara z'igicaniro c'Imana na madhabahu ya shetani. Hamwe n'igicaniro cha gatandatu, namna gani mtu anaweza kuabudu sanamu ni gute umuntu ashobora katika maisha yako bila kufahamu, mu buzima bwawe atabyuzi. 7, indwi, mzani wa Mungu, umunzane w'Imana. 8, maombi na ufunuo juu ya ulimwengu wa rohoni, amasengesho nihishurirwa kubw'isi y'imhemo. Amen. Hizi ni teme nilipata katika hiki kitabu. Ibi ni byigwa yarose muri kino gitabo. 9, mamlaka ya Mungu juu ya historia ya mataifa na wafalme, ubushobozi bw'Imana kubw'akahise k'amahanga n'abami. 10, unabii juu ya siku za mwisho, ubuvugishwa bw'igihe cy'iherezo. 11, ufalme wa mwana wa Mungu, ubwami bw'umwana na ufalme wa mnyama, n'ubwami bw'igikoko. 12, tumaini la wokovu, ivyizigiro wa watu wa Mungu ku bantu b'Imana. 13, hukumu ya Mungu juu ya wabaya na wema, urubanza rw'Imana kugababi n'abeza. Haleluya. Kwa hiyo tuliweza kugawa kitabu hichi, twashoboye kugabura iki gitabo katika kundi mbili, mu bice bibiri, lakini pia tukapata ndani teme 13. Ariko kandi turonka ibyigwa 13 ambao ni somo la kujifundisha, ari byo byigwa byo kwigisha. Haleluya. Kitabu hiki kinaanza kwa machozi makubwa. Hiki kitabu gitangura n'amosozi menshi. Ni kitabu cha stress. Ni kitabu cha stress. Mwanzo wa kitabu, mu ntango y'iki kitabu, kipindi Yeremia aliandika kitabu cha maombolezo. Nico gihe Yeremia yanditse igitabo na alikuwa akiomboleza kwa ajili ya Yuda. Kandi yacuri ntimba kubwa Yuda. Ni kipindi ambacho Israeli inaenda utumwani. Ni gihe Israeli inaenda utumwani Babeli. Yarigiye mu buja i Babeli. Ndio wakiwa katika machozi makubwa. Bari mu marira menshi. Mji wao au nchi yote kachomwa moto. Igisagara cyabo cy'igihugu cyose. Watu wakaenda wanafungwa makamba na mapingu. Abantu bagenda babohwa. Watu maelfu na maelfu. Abani bihumbi n'ibihumbi. Na nyuma yao pakiwa fimbo na wengine wako wanauawa. Ni nyuma yao hari inkoni. Hicho Yeremia kaenda kwenye mlima. Ico gihe Yeremia aduga ku musozi akiwa na sanduku la agano. Afise isanduku. Alikuwa anakimbilia Misri. Ariko ahungira muri Egiputa. Wakati anaangalia ule mistari igihe abonye ya watu wanaofungwa huku wakilia, y'abantu baboshwe, wanawake wazito na watoto
wanawake wajawazito na watoto wadogo. abamama bibu Wengine wakienda wanachinjwa, wako wanaenda. abandi bagenda bakerewa, Wengine wako wanauawa na wako wanatembea. abandi bagenda bitwa. Kipindi hicho Mfalme Sedekia wakamtoboa macho, Ico gihe umwami Sedekia akawa hana macho na wanapenda anaenda utumwani. akabatama safisa. Yeremia akaandika kitabu cha maombolezo, Yeremia yandika igitabo akiwa anaomboleza ariko aturi juu ya Israeli au juu ya Yuda, cyane kwa ajili ya Yuda. kubwa Yuda. Katika mwandishi wa kitabu hiki ni Danieli, Umanditsi w'iki gitabo ni ambayo tunasoma katika sura ya 7 mstari wa kwanza gice kindi ku murongo na sura 12 mstari wa 4. ni gice cha 10. Danieli aliona maono Danieli yabonye na Mungu akamwambia ayaandike, Imani mubwira, na tunaona mwisho wa kitabu kandi turabona Mungu anamwambia weka muhuri kitabu hiki, Imani mgatishira ku kimenyetso, kwa sababu kinazungumza juu ya mambo kubera ko yatakayotokea bizoza kwa sasa na wakati wa baadaye, yani siku za mwisho. no mu gihe cy'iherezo. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Unaposoma mwanzo wa kitabu hiki, Usomye mu ntango y'iki gitabo, ukisoma sura ya kwanza, usomye igice cha mbere, atusomee kome hapa. Sura ya kwanza mstari wa kwanza na pili, igice cha mbere murongo wa mbere n'umurongo wa kabiri. dusome mu izina rya Yesu. Mu mwaka ugira gatatu Yehoyakimu umwami w'Abayuda ari ku ngoma, Nebukadineza umwami w'i Babuloni yaje gutera Yerusalemu arahakikiza. Umwami Imana agabura Yehoyakimu umwami wa Bayuda mu maboko yiwe, bo n'ibintu by'imbombovu bimwe byo mu ngoro y'Imana, abijana mu gihugu Shinari mu nzu y'Imana yiwe, ashira ibyo bintu mu nzu ububiko bw'iyo Mana. Amen. 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 Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kitabu hiki kinaanza na historia. Iki gitabo gitangura na kahise. Na historia ya mfalme Yehoyakimu, Akahise kumwami Yehoyakimu ambaye aliyeuawa na Nebukadneza. Uwo yishwe na Nebukadneza. Haleluya. Haleluya. Kipindi hicho muri ico gihe Yehoyakimu mfalme wa Yuda, umwami wa Bwana akamutia katika mikono ya Nebukadneza. Uhoraho amushira mu maboko ya Nebukadneza. Ndiyo, pamoja na vyombo vyote vya nyumba ya Mungu, hamwe n'ibikoresho byose byo mu nzu. Katika mwaka huo, muyo mwaka nyene, mfalme Nebukadneza alienda Yuda, umwami Nebukadneza akamshika mfalme Yehoyakimu, afata umwami akamuua, aramwica. Ndiyo, alafu akapeleka na vyombo vyote vya nyumba ya Bwana. Tukisema vyombo vya nyumba ya Mungu, tunasema vyombo vya samani. Ukumbuke wakati Sulemani alijengea Bwana hekalu, vyombo vyote vya nyumba ya Mungu vilikuwa ni vyombo vya dhahabu, kuanzia masahani, kuanzia zile birika, kuanzia kile kinara cha taa, kuanzia mazabahu. Vyombo vyote vya nyumba ya Mungu vilikuwa vya dhahabu, na vyote vilipelekwa Babeli, isipokuwa tu ile sanduku la agano, ndilo ambalo Yeremia alikimbia nalo. Niyo Yeremia yahunganye. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Hapa tunashuka kidogo, tunasema hivi, kwa nini Mungu alimtia Yehoyakimu katika mikono ya Nebukadneza na kupeleka Wayuda katika utumwa? No kukoreka kwa Yuda kumubucha. Haleluya. Haleluya. Hao Wayuda tuko tunasema ni Wayuda ni wanani? Aba Bayuda tuvuga ni bande? Ikumbuke wana wa Israeli. Wibuke Abisraeli. Haleluya. 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 Tangu wakati walitoka Kanani, kuva mu gihe bavuye Misri, wanatoka Misri wanaingia Kanani. Bavuye Misri, waliingia Misri ilikuwa ni mwaka wa 1400. Yesu hajazaliwa. Wakafanya miaka 850 bakora imyaka wako katika nchi ya ahadi.
bari mu gihugu cy'isezerano. Yes, nyuma ya nchi ya kuwa katika nyumba ya hadi miaka 850. Nyuma ya kwa mu gihugu cy'isezerano ndipo Mungu akawapeleka tena katika utumwa mwingine. Ni imani yabajana mu. Ni kwa sababu gani Mungu alifanya hivi? Ni kubera ikimana. Ni kwa sababu wakati wanaingia katika Kanaani. Ni kubera igihe bagiye Kanaani. Mungu akamwambia Musa aandike kitabu cha kumbukumbu la Torati. Imani igira Mose yandike igitabo cyo gusubira mu byagezwe. Kubera ikimana, kwa nini Mungu aliambia Musa aandike kitabu cha kumbukumbu la Torati? Kubera ikimana yabwiye Mose andike kitabu cha kumbukumbu la Torati. Ni kitabu cyo gusubira mu byagezwe. Ni kitabu ambacho kinarudilia tena upya. Ni kitabu kisubiramo kandi. Ni nko gusubira mu byagezwe byose bari bigishijwe. Mu myaka 40 kuva bavuye muri Egiputa. 40 tangu bagiye muri Kanaani. Wanaingia Kanaani. Arababwira ati bisubiramo byose kandi ntibazowunge ngo ntibigeze bavyumva. Basikuje gusubira. Birangombwa rero ko Mose asubira mu byagezwe byose. Ikabidi Musa uhereye ku idonido yavyo gushika no ku mwisho wavyo. Rero mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe, kitabu cha kumbukumbu la Torati, igice cha 28 sura 28. Haleluya. Murongo wa 63 gushika ku murongo wa 64 kufika ku mstari wa 10 hamwe n'igice cha 4 pamoja na sura ya murongo wa 27 mstari wa 27. Amen. Kubariko barandika gusubira mu byagezwe 28 kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 63 umurongo wa 63 hadi 64 ushika ku murongo wa 63 kumbukumbu la Torati tena sura 4 usubira mu byagezwe mstari wa 27 umurongo wa 20. Unaweza kuandika tena Walawi, unashaka kuandika kanda Walawi sura 26 igice cha 20 mstari wa 33 ku murongo wa 30 hadi 38 ushika ku 38 na Walawi tena 26 na Walawi kandi 26 33 na gatatu. Hapa panasema vitu viwili. Havuga ibintu bibiri. Panasema vitu vitatu. Havuga ibintu vitatu. Kipindi hiki katika ile kurudilia sheria upya tena. Iki gihe hasibe mu byagezwe bushasha kandi. Kitabu cha kumbukumbu la Torati kinaandikwa. Igitabo cyo gusubira mu byagezwe kirandikwa. Mungu akawaambia wana wa Israeli. Imana ibwira Abisirayeli. Munaingia Kanaani sasa. Murinjiye ikanani. Mugomba mwinjire muri Kanaani. Nataka muingie Kanaani. Lakini mjue vitu hivi vitatu. Ariko mumenye ibi bintu bitatu. Ya kwanza, icambere, kama hamutasikiliza sauti ya Mungu, nyamba mutazokumviriza ijwi ry'Imana. Ikifikaga wakati ambapo naanza sema msisikie, hagera igihe bavuga msiheshimu tena sheria zangu, mwubahe kandi ibyagezwe byanjye, basi mtarudi tena katika utumwa. Aho muzosubira kandi mubuja. Haleluya. 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 Nitawarudisha tena katika utumwa. Nzobasubiza kandi mu. Sababu tatu za kusababisha na kurudia katika utumwa tena. Ni endapo hawatasikia tena sauti ya Mungu. Nibatumviriza kandi ijwi cha pili, kama wakirudi kuabudu miungu mingine. Cyane nibasubira gusenga. Endapo hamutaabudu Mungu mwingine tofauti na mimi, nitawafukuza katika nchi hii. Yes, na ninawapeleka katika nchi ya kigeni. Na kule mtateswa. Mpaka siku mtajua tena kama mimi ndiye Mungu. Cha tatu, kama hamutaheshimu Sabato. Isabato ya misi yo kuruhuka. Kwa hiyo Mungu alikuwa aliwaambia vitu vitatu ambavyo vinaweza vikasababisha wawe watumwa tena. Akawaambia, ikiwa mlikaa Misri, na kama mlikaa Misri nikawatoa kwa mkono wangu, hakuna mtu angeweza kuwatoa Misri kama asingelikuwa mimi. Na kama niliwaleta nikawafikisha katika nchi ya ahadi, kuna uwezekano tena kuwafukuza katika nchi ya ahadi, muwe tena watumwa kama endapo hamutafanya vitu hivi vitatu. Ya kwanza,
kama itafika wakati naanza sema usikie, ninatangura kuvuga hamani, kama itafikia wakati ambapo naanza abudu kitu kingine kuliko mimi, utangura gusenga, unapatia samani kitu kingine kuliko mimi. Cha tatu, kama hautaheshimu ibada, utazokubaha ikoraniro gusenga, kuomba. Haleluya. Kwa hiyo hii itawapeleka utumwani tena. Nirudi nyuma kidogo niseme kwamba kuna kipindi ambapo watu wanajua kwamba Mungu wetu ni mwenye anaweza toa mtu anaweza toa tu Misri, imani sawa mkuru umuntu muregi na kumpeleka Kanani, lakini hawezi tena toa mtu Kanani hawezi amrudishe tena Misri. Tunasikia kwamba uwezekano upo, na watu wanafikiri kwamba Mungu wa Agano Jipya sio ndio Mungu wa Agano la Kale. Hapana, Mungu wa Agano Jipya ni Mungu wa Agano la Kale, ni yeye yule hakubadilika. Kwa hiyo kama leo umeokoka na umeshaletwa katika wokovu, kama hautaheshimu Mungu, hautasikia sauti ya Mungu, kama hautaheshimu ibada, kama kutakuwa vitu vingine utakuwa na abudu kuliko Mungu, pale Mungu alipokuweka kwa sasa anaweza akakurudisha kule ulikuwaga zamani. Haleluya. Haleluya. Kwa nini Mungu aliwarudisha wana wa Israeli kule utumwani tena? Kwa sababu hawa watu walikuwa ni watu wa kugeuka. Katika miaka hii 800, haleluya, kama unanisikia, miaka 850 waliishi katika nchi, walikuwa ni watu wakatili. Haleluya. Amen. Amen. Kipindi cha Waamuzi kilifanya miaka 300. Kipindi cha Sauli, Daudi na Sulemani kilifanya miaka 120. Kuanzia Yeroboamu hadi Sedekia ilikuwa karibuni miaka 390. Yote miaka yuki changa pasi moja ni karibu miaka 800 ambao hawa watu walikaa katika nchi. Lakini katika kukaa katika nchi walikuwa sio wakamilifu. Leo wanasimama na leo kesho tena wanaanguka. Leo wako wanaomba, kesho hawaombi. Leo wanatumikia Mungu, kesho wanaacha kutumikia Mungu. Leo wanasimama, kesho wanalala. Kesho wanabidi, leo wanajitoa, kesho wanasimamisha. Kwa hiyo Mungu akakasirikishwa na hawa watu na kuamua kuwarudisha katika, asiwaone katika nchi tena. Afadhali nchi geuke ukiwa vyofu mapigiugu kiwa matongo, nisiwaone katika nchi. Yes, haleluya. Wanadamu tunajuaga kujifunzia katika mateso kuliko kujifunzia katika furaha. Siku zote tunapokuwa na furaha ndio kipindi chetu cha kuharibika. Watu wengi hapa walikuwa wakamilifu wakati hawajakuwa na kitu, lakini kipindi tu Mungu alimvusha katika kipindi kizito, Mungu akamweka nafasi ya furaha, ndio mwanzo wa kuharibika. Hao wenzetu waliingia katika nchi ambao kweli ilikuwa nchi ya maziwa na asali, wakasahau shida walipata Misri, wakasahau shida walizozipata jangwani miaka 40. Wakati walifika katika nchi hiyo nzuri wakaharibika. Mungu hatembeage mtu wa namna hii. Imana nigendana n'umuntu, mtu ambaye hana msimamo, umuntu atagihagarara afise. Haleluya. 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 Mungu hatembeage na mtu ambaye anageuka. Imana nijana n'umuntu ahindagurika. Haleluya. Haleluya. Leo unatoa chakumi, kesho hautoa. Leo unaomba, unafanya wiki mbili hauombani. Hauombani. Leo unasimama, kesho tena umeanguka. Leo huyu unafanya
kesho tena umegeuka, umekuwa kitu kingine. Mungu hatembeage na watu kama na hawa, kwa sababu katika Yakobo 1:17 Biblia inasema kwamba Mungu wetu hana kivuli cha kugeuka. Haleluya, hageuki. Na kama hageuki, hawezi tembea na watu wa kugeuka shamba. Kama kweli wewe ni wa kugeuka, hii inaonyesha kama wewe ni mtumwa. Mungu hakuwaga anaamini watu ambao hawana msimamo, kwa sababu anajua saa yote utampatisha haya, muda wowote utabadilika tu. Kwa hiyo Mungu anapenda watu ambao wako na msimamo. Nimeamua kumtumikia Mungu na unaenda. Ninaamua kuokoka na uokoke. Haleluya. Ninaamini kutembea na Bwana na uamue. Nimeacha pombe na unaacha pombe. Nimetoka dunia na ninatoka kabisa katika dunia. Toka dunia. Wewe na dunia hakuna tena ushirikiano. Haleluya. Imana yacu idufashe cyane. Kuna vitu tuko tunaviona mwa hii miaka yetu ambao mtu ni mtumishi wa Mungu unaokoka, lakini katika siku ya hizi sherehe hizi za Maria ndio kama ziko zinawaamsha wengi. Tukiwaona Sunday reception mpaka tunawasahau. Tubabonye muri Sunday reception cha tubibagira. Nafikiri ile sherehe ya masaa 3 yenyeneze kabadilisha msimamo wako. Ni sherehe gani? Kwa sababu umeondoa umepata Bwana. Kwa sababu umeondoa umepata Bwana. Bwana ni Mungu. Umugabo ni Imana. Hawezi kukutupa tena. Nashobora kukuta kandi. Au afe mbele yako. Change afe imbere yawe. Haleluya. Kama ulikubali kugeuka, geuka. Wale guhinduka kugeuka. Mungu hana mbele na hawa watu. Imana nigira umfisi umugambi na hapana. Mungu hana mbele na hawa watu. Imana nigira umugambi. Mungu wetu atusaidie sana. Imana katika kitabu cha Ufunuo sura 3 mstari wa 16 anasema kama hautakuwa moto au baridi. Kwa sababu uko moto na hauko moto na hauko baridi. Kubera ko udakonje, wewe ni mvuguvugu. Wewe ntagahagara urakazuyaze urakazutapika nzokudahwa. Yes, utoke